Kama una umri wa zaidi ya miaka 70 na daktari wako amesherehekea hivi karibuni kwa sababu amefanikiwa kushusha shinikizo lako la damu hadi 120/80, unapaswa kusikiliza hiki kwa makini sana. Kile nitakachokuambia leo kinaenda kugeuza kila kitu ulichokuwa ukiamini kuhusu afya yako. Utafiti mkubwa na wa kuaminika sana uliochapishwa katika jarida kuu la chama cha madaktari ulifuatilia wazee zaidi ya 15,000 kwa muda wa miaka 5 mfululizo. Na kile walichogundua, kile walichokiona kwa macho yao, kinapingana na kila kitu tulichoambiwa kuhusu malengo ya shinikizo la damu. Wazee ambao walikuwa na shinikizo la damu ambalo liliitwa kamilifu walikuwa na asilimia 28 ya hatari kubwa zaidi ya kuanguka vibaya. Asilimia 28, na viwango vyao vya vifo vilikuwa vibaya zaidi kuliko wale ambao walikuwa na namba za juu kidogo. Ndiyo, umesikia vizuri, vifo vyao vilikuwa vingi zaidi. Mimi ni daktari wako. Nimekuwa katika uwanja wa tiba kwa miaka mingi sana. Nimetibu maelfu ya wagonjwa na nimeona jinsi miongozo mibovu inavyogharimu maisha ya wazee wetu. Sitaorodhesha majina yangu, siko hapa kwa ajili ya kutafuta umaarufu au sifa. Hapana, niko hapa kwa ajili ya afya yako na uhai wako. Haya ni maelezo ambayo yanaweza kuokoa maisha yako, au maisha ya mzazi wako, au babu na nyanya yako unaowapenda. Katika dakika chache zijazo, nitakuonyesha kiwango sahihi kabisa cha shinikizo la damu ambacho kinahusishwa na kuishi maisha marefu zaidi kwa watu wazima. Nitakueleza kwa nini lengo lile na kawaida la madaktari linaweza kuwa hatari sana baada ya wewe kufikisha umri wa miaka 75. Na zaidi ya hayo, nitakuonyesha kipimo kimoja rahisi sana ambacho unaweza kukifanya nyumbani kwako usiku wa leo, kipimo ambacho kinaweza kuzuia anguko baya ambalo linaweza kubadilisha maisha yako milele. Lakini kabla hatujaendelea mbele zaidi, tafadhali fanya kitu kimoja muhimu. Bonyeza kitufe cha subscribe na uweke like kwenye video hii sasa hivi. Hii ni muhimu sana. Mfumo huu unahitaji kuona kwamba watu wanajali afya zao. Ikiwa unataka kuendelea kupata ukweli usiofichwa kuhusu matibabu yako, ungana nami sasa. Na usimdoke, endelea kusikiliza kwa sababu haya maelezo yatabadilisha jinsi unavyoishi kuanzia leo. Hebu fikiria kinachotokea katika ofisi za madaktari na zahanati zetu kote nchini kila siku. Mzee wa miaka 78 anaingia kwa uchunguzi wake wa kawaida wa afya. Shinikizo lake la damu linasoma 140/86. Daktari anaangalia kwenye kompyuta yake, anasoma miongozo ya kawaida na anaona kwamba lengo lanapaswa kuwa chini ya 130. Na mara moja anachukua kitabu cha kuandika cheti cha dawa. Dawa moja inaongezeka, kisha dawa nyingine inaongezeka tena. Baada ya miezi 6, mzee huyo anarudi hospitalini. Shinikizo lake la damu limeshuka vizuri sana, linasoma 124/80. Daktari anafurahi sana, anampongeza mgonjwa. Kila mtu katika chumba kile anafikiri huu ni ufanisi mkubwa na hadithi ya mafanikio. Lakini hapa ndipo miongozo hiyo inaposhindwa kuzingatia uhalisia wetu. Fikiria hili. Mzee huyu akiwa nyumbani kwake usiku, anasimama kutoka kitandani ili aende chooni. Labda choo kiko nje kidogo ya nyumba au umeme umekatika na kuna giza. Anaposimama tu, shinikizo lake la damu ambalo lilionekana kamilifu linashuka ghafla kutoka 124 hadi 88. Ndani ya sekunde chache tu, ubongo wake haupati damu ya kutosha, chumba kinaanza kuzunguka, anajaribu kunyosha mkono ili ashike ukuta ajizuie, lakini anakosa. Na ghafla, hatuzungumzii tena kuhusu namba za pressure. Hapana, tunazungumzia kuhusu nyonga iliyovunjika. Tunazungumzia kuhusu upasuaji wa dharura. Tunazungumzia wiki 3 za mateso katika wodi ya hospitali kuu na mlolongo wa matatizo ya kiafya ambayo mara nyingi huishia kwa mzee kupoteza uwezo wake wa kujitegemea au hata kupoteza maisha yake. Utekelezaji wa ushauri huu ninaokupa leo utakuokoa kutoka kwenye janga hili. Ukielewa ukweli huu leo, utaepuka upasuaji wa nyonga katika siku zijazo. Na hebu tuwe wa kweli. Fikiria jinsi hii itakavyookoa pesa za familia yako. Fikiria jinsi ambavyo watoto wako hawatapaswa kuuza ardhi au mashamba au kukopa milioni ya shilingi ili kulipia bili za hospitali ambazo zingeweza kuzuiwa kabisa. Hili si jambo la mzaha. Huu ni ukweli mchungu unaohusu uchumi wa familia zetu. Ukidumisha afya yako sasa kwa kujua ukweli, unapunguza mizigo mizito ya kifedha kwa wale unaowapenda. Hebu simama hapa kwa sekunde moja. Niambie ukweli. Umewahi kusimama kutoka kwenye kiti au unapoamka asubuhi kitandani ukahisi kizunguzungu kikuu, ukahisi giza machoni kwa sekunde kadhaa?
Hujawahi kufikiria kuwa dawa zako unazomeza kila siku ndizo zinazosababisha hayo, sivyo? Andika neno kizunguzungu kwenye sehemu ya maoni hapa chini sasa hivi na uandike umri wako. Nataka kuona ni watu wangapi wa akili ambao wanafuatilia maudhui haya wanapitia hatari hii bila kujua. Andika sasa hivi. Huu ni mjadala muhimu sana na tunahitaji kuelimishana sisi kwa sisi. Hapa kuna sehemu ambayo inasikimi kama inapingana na akili ya kawaida, na ninahitaji ubaki nami hapa kwa sababu hapa ndipo kila kitu kinapobadilika. Kwa miaka mingi, wimbo wetu ulikuwa mrefu sana. Shinikizo lako likiwa chini, unakuwa na afya bora. Na kwa watu walio katika miaka yao ya 40 na 50, hii ni kweli kwa kiasi kikubwa sana. Kudhibiti shinikizo la damu katika kipindi hicho cha maisha kunazuia mashambulio ya moyo, kiharu na magonjwa ya kifo hapo baadaye. Ushahidi huu ni imara sana. Lakini kuna kitu cha kimsingi kinabadilika baada ya umri wa miaka 75. Utafiti unaonyesha wazi kwamba wazee wenye shinikizo la damu la juu linalosoma kati ya 130 na 145 kwa kweli wanaishi muda mrefu zaidi kuliko wale walio na shinikizo la chini ya 120. Wana vipindi vichache sana vya kuanguka, wana mivunjiko michache ya mifupa, wanalazwa hospitalini mara chache, na akili zao, ufahamu wao, unafanya kazi vizuri zaidi. Kundi lile ambalo lilipewa dawa nyingi ili kufikia lile lengo la kamilifu la 120/80, kundi hilo lilikuwa na viwango vya juu vya kizunguzungu. Walikuwa na viwango vya juu vya kuzimia ghafla, walipata majeraha makali ya figo kwa sababu figo zilikosa nguvu ya kusukuma damu, na ndiyo, viwango vyao vya vifo vilikuwa juu zaidi. Sisi kama jamii inayojali tunapaswa kuungana pamoja kupambana na ujinga huu unaoendelea katika mfumo wa matibabu. Ndio maana na kukumbusha tena, bonyeza subscribe, tuendelee kuwa na sauti moja yenye nguvu. Tunasimama pamoja kutetea afya zetu na za wazee wetu. Ikiwa wewe ni mtu ambaye unathamini kuelewa kwa nini mambo yanatokea, si tu kuambiwa nini cha kufanya kama mtoto mdogo, basi kile ninachokwenda kueleza kitakupa mtazamo mpya kabisa wa jinsi ya kufikiri kuhusu udhibiti wa shinikizo la damu unapozeeka. Mfumo wako wa damu na moyo ukiwa na miaka 75 sio tu toleo la zamani la mfumo wako ukiwa na miaka 45, ni tofauti kabisa. Ni tofauti katika njia ambazo zinabadilisha maana ya hizo namba kwenye mashine ya kupimia presha. Hebu nikueleze mabadiliko matatu makubwa ya kimsingi yanayotokea wakati wa kuzeeka, na kwa nini mabadiliko haya yanahitaji malengo tofauti kabisa ya shinikizo la damu. Kwanza kabisa, ugumu wa mishipa ya damu. Kadiri unavyozeeka, mishipa yako ya damu inapoteza uwezo wake wa asili wa kuvutika na kulegea. Fikiria mpira wa kumwagilia maji bustanini. Mpira mpya unavutika vizuri, ni mlaini, lakini ule mpira ambao umekaa nje juani kwa miaka 20 unakuwa mgumu, unapasuka kirahisi. Mishipa yako ya damu inapitia mchakato sawa kabisa wa kuwa migumu. Wakati moyo wako unaposukuma damu kuingia kwenye mishipa hii migumu, inashindwa kupanua ili kufyonza msukumo huo kwa njia ambayo mishipa ya vijana hufanya. Hii inamaanisha nini kwako? Inamaanisha unahitaji shinikizo la juu kidogo tu la msingi ili kuhakikisha damu ya kutosha inasukumwa na kufika kwenye ubongo wako na kwenye figo zako. Hasa sana unapokuwa umesimama wima na damu inapaswa kusafiri kuelekea juu dhidi ya nguvu ya uvutano ya dunia. Ukishusha presha sana, damu haifiki kichwani. Pili, kupungua kwa uwezo wa vipokezi vya shinikizo mwilini mwako. Vipokezi hivi ni vihisi vidogo sana vilivyojificha ndani ya mishipa yako ya damu ambavyo kazi yake ni kutambua mabadiliko ya shinikizo na kutuma ishara mara moja ili kurekebisha hali. Wakati kijana anaposimama kutoka kitandani, vihisi hivi vinatambua kushuka kwa shinikizo ndani ya sehemu ndogo sana ya sekunde, na mara moja vinachukua hatua. Moyo wake unapiga haraka zaidi, mishipa ya damu inabana na shinikizo linatengamaa kabla hata hajahisi chochote. Lakini vihisi hivi vinakuwa wavivu kadiri umri unasonga, vinachelewa kujibu. Kwa hivyo, ikiwa shinikizo lako la damu la msingi tayari liko chini sana kwa sababu ya zile dawa unazomeza kila siku na vihisi vyako ni wavivu, utapata mshuku huo hatari sana unaposimama. Ubongo wako unakosa hewa safi na lishe inayoletwa na damu. Hapo ndipo unapoanguka.
3. Mabadiliko katika jinsi mwili wako unavyosaga na kusafisha dawa. Figo zako na ini lako, hivi viungo muhimu, havina uwezo wa kusafisha na kuondoa dawa mwilini kwa ufanisi unapokuwa na miaka 75 kama ilivyokuwa ulipokuwa na miaka 45. Kiwango cha dawa ya presha ambacho ni kizuri kabisa kwa mtu wa makamu kinaweza kuwa kikubwa sana na hatari kwa mzee. Dawa hiyo inabaki na kuzunguka kwenye mfumo wako wa damu kwa muda mrefu zaidi. Inakuwa na athari yenye nguvu zaidi, na mwishowe inasukuma shinikizo lako la damu kuwa chini sana kupita kiasi. Hebu nikuambie kwa undani kile ambacho utafiti huu wa hivi karibuni uligundua, kwa sababu haya maelezo mahususi ni muhimu sana. Walifuata watu wazima 15,342, wote wakiwa na umri wa zaidi ya miaka 75, kwa wastani wa miaka 5. Sikiliza, hawa hawakuwa wazee waliochaguliwa kwa sababu walikuwa na afya njema ya kushangaza. Hapana. Hawa walikuwa ni wazee wa kawaida kabisa tunaokutana nao mitaani kila siku, wakiwemo wale wenye ugonjwa wa kisukari, wale waliowahi kupata kiharusi huko nyuma, wenye magonjwa ya moyo na viwango tofauti vya udhaifu wa mwili. Watafiti walifuatilia wastani wao wa shinikizo la damu, kisha wakatazama kwa umakini nini kiliwapata katika kipindi chote cha miaka hiyo 5. Waliwagawanya washiriki hawa katika makundi kulingana na namba zao za shinikizo la damu. Kundi moja liliifanyi shinikizo la chini ya 120. Kundi jingine lilikuwa kati ya 120 na 130. Jingine kati ya 130 na 140. Jingine kati ya 140 na 150. Na kundi la mwisho lilikuwa na shinikizo la juu ya 150. Na unajua nini? Matokeo yalikuwa ya kushtua ukilinganisha na mafundisho tuliyokaririshwa. Kiwango chini kabisa cha vifo, yani kundi ambalo watu waliishi muda mrefu zaidi, lilikuwa ni lile kundi lenye shinikizo kati ya 130 na 140. Si chini ya 120, sio ile namba ya kamilifu kwenye vitabu vya madaktari. Ni kundi lile lenye shinikizo la kati na kati. Wale ambao walikuwa na shinikizo la chini ya 120 walikuwa na asilimia 28 ya ongezeko la hatari ya kuanguka kubaya kuliko hitaji kulazwa hospitalini. Walikuwa na viwango vya juu vya figo kushindwa kufanya kazi vizuri, kwa sababu figo zao hazikuweza kufanya kazi na shinikizo lile la chini. Na zaidi ya yote, kiwango chao cha vifo kwa ujumla kilikuwa juu kwa asilimia 14 ukilinganisha na wale waliokuwa kwenye kundi la 130 hadi 140. Hii inatisha. Uhai unapotezwa kwa kukumbatia namba ambazo hazifai mwili wako. Kundi lile ambalo lilikuwa na shinikizo la damu la juu ya 150 ndio walikuwa na matatizo pia, kama ambavyo wewe mwenyewe ungeweza kutarajia. Walikuwa na viwango vya juu vya kiharusi na matukio mengi ya mishipa ya moyo. Lakini mshangao mkubwa sana, mshangao ambao ulishtua ulimwengu wa watafiti wa tiba, ulikuwa kwamba shinikizo ambalo ni chini sana lilikuwa hatari sawa kabisa na shinikizo ambalo ni juu sana. Eneo zuri kabisa, lile eneo salama ambalo linahusishwa na maisha marefu zaidi na ubora bora wa maisha wakati wa uzeeni, kwa kweli lilikuwa juu zaidi kuliko miongozo ya kawaida ya kliniki inavyopendekeza. Hebu fikiria mfano huu wa kweli unaotokea kila siku. Wewe na miaka 76, unaingia katika ofisi yako ya daktari kwa ajili ya uchunguzi wako wa kawaida wa afya. Shinikizo lako linasoma 142/84. Daktari wako anakuangalia kwa wasiwasi mkubwa. Anavuta miongozo ya matibabu kwenye skrini ya kompyuta yake, kisha anakuambia, tunahitaji kushusha hii namba iwe angalau 130 au hata bora zaidi iwe karibu na 120. Unaanzishiwa dawa mpya. Miezi miwili baadaye, shinikizo linakuwa 128/88. Daktari anafurahi sana, lakini bado anapendekeza kuongeza dawa ya pili ili tu kuishusha iwe chini zaidi. Miezi mingine miwili inapita, shinikizo lako sasa ni 122/86. Kamilifu, daktari anasema kwa tabasamu. Unajisikia vizuri mwanzoni kabisa, lakini kisha unaanza kugundua kitu cha ajabu. Unapoinuka kutoka katika kiti chako ili uende kujibu simu inayoita, unahisi kichwa chako kinakuwa chepesi kwa muda mfupi. Unaposimama kutoka kwenye meza ya chakula cha jioni baada ya kula, kuna sekunde chache ambapo chumba chote kinaonekana kuyumba na kuzunguka.
Unamweleza daktari wako jambo hili zito na anasema nini? Anasema pengine ni matatizo tu yanayohusiana na umri wako, kwamba mishipa yako ya damu inajirekebisha kwa uvivu na polepole. Daktari anakuambia, simama tu polepole, chukua muda wako mzee. Huu ni upuuzi wa kiwango cha juu. Je, umewahi kuambiwa na daktari wako kwamba maumivu yako au kizunguzungu chako kimetokana na umri tu, kwamba unapaswa kuvumilia kwa sababu umezeeka? Andika neno umri kwenye maoni hivi sasa. Nataka tuone ni watu wangapi wenye akili kati yetu ambao wamedharauliwa na kuambiwa udhaifu wao ni umri. Kumbe ni hizo dawa zenye nguvu ndizo zinazowaangamiza kimya kimya. Andika hapo chini, tuamshane na tuweke mambo wazi. Lakini kile ambacho kinatokea kwa kweli ndani ya mwili wako katika wakati huo ni hiki. Shinikizo lako la damu ambalo linaonekana vizuri sana unapokuwa umekaa kimya ofisini kwa daktari, kwa uhalisia linashuka kwa kiwango kikubwa sana unaposimama kwa miguu yako. Linashuka kwa kasi kutoka lile la 122 ukiwa umekaa hadi labda 95 kwa 60 unapokuwa wima. Ubongo wako unapitia vipindi vingi vya kurudia vya kukosa mtiririko wa kutosha wa damu. Uko katika hatari kubwa sana ya kuanguka na kuvunjika mifupa, lakini hakuna anayechunguza hili. Hakuna anayejali kutafuta ukweli huu, kwa sababu shinikizo lako la ukiwa umekaa linaonekana kamilifu kabisa kwa viwango vya kitabu. Hali hii inachezwa na kujirudia maelfu ya mara kila siku katika hospitali zote kote barani, na inaweza kuzuiliwa kabisa. Inaweza kuepukika ikiwa tu tutaelewa kwamba malengo ya shinikizo la damu yanahitaji kubinafsishiwa kwa kila mtu kulingana na umri na hali ya utendaji wa mwili wake, sio tu kuchukua sheria moja na kuilazimisha itumike kwa wote. Sisi hapa ni kundi la watu makini na wanaoelewa. Ndio maana na kukumbusha tena na kukuomba kwa dhati, kama bado hujafanya hivyo, bonyeza kitufe cha subscribe hivi sasa hivi. Jiunge na kundi hili la watu wanaothamini afya zao na wanaotaka ukweli uliofichwa. Tukishirikiana na kusambaza uelewa huu, tutabadilisha mwelekeo wa maisha yetu. Fikiria juu ya maisha yako ya baadaye. Kuendelea kumeza dawa zinazoshusha presha kupita kiasi ni kujitafutia ulemavu wa kudumu. Ukianguka na kuvunja nyonga yako leo, utahitaji upasuaji unaogharimu milioni. Fikiria jinsi hii itakavyokuwa mzigo mzito wa kifedha kwa familia yako na wanao. Watoto wako watalazimika kuuza rasilimali zao au kukopa madeni makubwa ili kukuuguza wodi ya wagonjwa mahututi. Lakini ukitekeleza ushauri huu leo, unazuia anguko hilo. Unaokoa milioni ya pesa ambazo zinaweza tumika vizuri kufurahia maisha yako ya uzeni au kusaidia wajukuu zako kupata elimu bora badala ya kulipia madeni ya hospitali. Afya yako thabiti ni utajiri kwa familia yako nzima. Sasa hapa kuna jambo ambalo huwa linanishitua na kunihuzunisha kila siku. Kina kipimo rahisi sana, kipimo ambacho kinachukua takriban dakika 3 tu za muda wako, na kinaweza kutambua haraka kama dawa zako za shinikizo la damu zinakuweka katika hatari ya kuanguka. Kinaitwa upimaji wa dalili muhimu za wima, na cha ajabu ni kwamba madaktari wengi hawafanyi kipimo hiki mara kwa mara katika ofisi zao. Hebu nikupe siri hii. Hebu nikufundishe jinsi ya kufanya kipimo hiki muhimu humo nyumbani kwako usiku wa leo. Kwa sababu, haya ni maelezo ambayo bila shaka yoyote yana uwezo mkubwa sana wa kuokoa maisha yako. Unahitaji kuwa na mashine yako binafsi ya kupima presha ya nyumbani. Mashine hizi zinapatikana kwa urahisi katika duka lolote zuri la dawa, na bei yake inafikika kwa urahisi. Huu ni utaratibu mkamilifu. Usikose hatua moja. Lala chini chali, iwe ni kwenye kitanda chako au couch. Lala kimya kimya kwa muda wa dakika 5. Pumzika tu, usizungumze na mtu. Baada ya hizo dakika 5 kupita, pima shinikizo lako la damu huku bado ukiwa umelala chali. Andika namba zote mbili unazoziona kwenye skrini, namba ya juu na namba ya chini. Kisha simama wima na mara moja pima shinikizo lako tena ukiwa umesimama. Usisubiri kwanza uende jikoni au uongee. Hapana, pima mara moja hapo hapo. Andika namba hizo pia kwenye karatasi yako. Sasa linganisha namba hizo. Ikiwa shinikizo lako la damu la juu limeshuka kwa zaidi ya pointi 20 au ikiwa shinikizo lako la chini limeshuka kwa zaidi ya pointi 10, basi wewe una tatizo linaloitwa mshtuko wa kushuka kwa shinikizo unapokuwa wima. Hii ni bendera nyekundu. Hii inamaanisha kwamba dawa zako unazotumia kudhibiti shinikizo la damu zinaweza kuwa na nguvu kupita kiasi kwako, au lengo lako la shinikizo la damu linaweza kuwa chini mno kwa asili ya fiziolojia ya mwili wako.
Hata kama wakati umekaa au umelala shinikizo lako linaonekana kamilifu kwa viwango vile vya kitamaduni, kama linashuka kiasi hicho kikubwa unaposimama, uko katika hatari kubwa ya kuanguka. Hebu nikupe namba maalum ili uelewe uzito wa jambo hili. Fikiria shinikizo lako ukiwa umelala linaonyesha 125 kwa 88. Inaonekana vizuri sana na inavutia kwenye karatasi. Lakini ghafla unaposimama inashuka kasi hadi 98 kwa 64. Hilo ni anguko baya sana la pointi 27. Hii ni hatari kubwa sana. Ubongo wako unapokea mtiririko mdogo sana wa damu usiotosheleza unapokuwa wima. Na kumbuka, wewe unatumia saa nyingi za siku yako ukiwa wima, sio ukiwa umelala. Unaweza kujisikia mzima kabisa na mwenye afya ukiwa umelala au ukiwa umekaa kitako, lakini unapokuwa katika mkao wa wima, unafanya kazi ukiwa na shinikizo ambalo halitoshi kabisa kuendesha mwili wako. Hiki ndicho kipimo cha msingi sana ambacho daktari wako anapaswa kuwa anakifanya katika kila ziara yako hospitalini. Kila unapokwenda kumwona daktari wako, ikiwa una zaidi ya miaka 70 na uko kwenye dozi ya dawa za presha, lazima akupime ukiwa umelala na ukiwa umesimama. Kama hawafanyi hivyo, unaweza kufanya mwenyewe kwa kujiamini na kupeleka matokeo hayo yaliyoandikwa katika miadi yako ijayo. Kwa hivyo basi, shinikizo lako la damu linapaswa kuwa kiasi gani hasa? Na kwenda kukupeni viwango mbalimbali ambavyo utafiti huu mpya unapendekeza kwamba vinahusishwa na matokeo bora kabisa kwa makundi tofauti ya umri. Lakini ninahitaji uelewe jambo hili moja kwa kina kabisa. Hizi ni miongozo, sio sheria kali zisizovunjwa. Lengo lako binafsi linapaswa kuamuliwa kwa kushirikiana na daktari wako, huku mkizingatia picha yako kamili ya kimatibabu. Kwa watu wazima wenye umri wa miaka 65 hadi 74 ambao kwa ujumla wana afya njema, wanajishughulisha na hawana magonjwa makubwa yanayowasumbua, utafiti huu unapendekeza shinikizo la juu liwe katika anua ya 130 na 140. Huu ni uwiano unaokubalika. Kiwango hiki kinatoa ulinzi imara kwa mishipa yako ya moyo, huku kikidumisha usambazaji mzuri wa damu kwenye viango vyako vyote. Kwa watu wazima wenye umri wa miaka 75 hadi 84 ambao pia wana afya ya wastani, ushahidi unasaidia sana shinikizo la juu liwe kati ya 135 na 145. Tazama hapa kwa makini. Hiki ni kiwango cha juu zaidi ukilinganisha na lile kundi la wadogo. Hii inazingatia lile ongezeko la ugumu wa mishipa yako ya damu nililolielezea awali, na pia inazingatia mwitikio mpole wa vihisi vya shinikizo ndani ya mwili wako. Kwa watu wazima wenye zaidi ya miaka 85 au kwa wale ambao tayari ni dhaifu sana bila kujali umri wao, shinikizo la juu linalosomwa kwa 140 hadi 150 linaweza kuwa sahihi zaidi kwao. Katika hatua hii ya maisha, kuzuia matukio ya kuanguka chini na kudumisha ubora mzuri wa maisha mara nyingi hupaswa kupewa kipaumbele kikubwa badala ya ile tabia ya kushusha shinikizo la damu kwa fujo na kwa nguvu. Sasa, unaweza kuuliza, vipi kuhusu ile namba ya chini? Shinikizo la diastoliki. Kwa wazee wetu, shinikizo la chini linapaswa kwa ujumla lishikiliwe na kubaki juu ya 65. Ikiwezekana, liwe kati ya 70 na 85. Shinikizo la chini ambalo ni jepesi mno linapunguza sana mtiririko wa damu kwenye misuli ya moyo wako wakati ule moyo unapopumzika. Na hili pekee linaweza kusababisha matatizo mabaya sana. Kama namba yako ya chini inasoma chini ya 60 mara kwa mara, hilo ni jambo la msingi sana ambalo lazima ulizungumze na daktari wako, hata kama namba yako ya juu inaonekana kuwa kamilifu. Nini hasa kinatokea wakati mtu ana miaka 73 na ana ugonjwa wa kisukari cha aina ya pili, na pia ana historia ya kupata mshtuko wa moyo miaka 5 iliyopita? Shinikizo lake kwa sasa ni 148 kwa 86. Je, mzee huyo anapaswa kulenga kulishusha hadi 120 kwa 80? Labda sio. Je, anapaswa kuliacha lilenge 150 kwa 90? Pia labda sio. Kwa mtu yeyote aliye katika hali hii ngumu, utafiti unaonyesha wazi kwamba lengo la kati, yani kuzunguka 130 hadi 135, linaweza kuwa bora zaidi. Liko chini vya kutosha kutoa ulinzi kwa moyo kwa kuzingatia ugonjwa wake wa kisukari na historia ya moyo, lakini sio chini mno kiasi kwamba kuna hatari kubwa ya kushuka kwa shinikizo anaposimama na kumsababishia kuanguka. Siri kuu hapa ni kwamba lengo hili linapaswa kufikiwa pole sana. Linapaswa kufikiwa kwa uangalifu mkubwa na ufuatiliaji wa karibu kwa madhara yoyote yanayoweza kujitokeza. Kila mara dawa inapobadilishwa au dozi inapoongezwa, shinikizo la damu la wakati wa kusimama linapaswa kupimwa tena.
Dalili zinahitaji kutathminiwa kwa umakini mkubwa: kizunguzungu, uchovu usioelezeka, kufikiri kwa ukungu na kuchanganyikiwa. Dalili hizi zote zinaweza kuashiria kwa uwazi kwamba shinikizo lako linashushwa kupita kiasi, hata kama namba zenyewe zinaonekana kuwa ni nzuri sana kwenye rekodi za ofisi. Na hapa kuna jambo jingine ambalo watu wengi sana katika jamii hawalitambui hata kidogo. Shinikizo la damu linatofautiana na kubadilika sana mchana kutwa. Kusoma kipimo kimoja tu ofisini cha 148/86 hakimaanishi kwamba shinikizo lako la damu huwa liko juu kiasi hicho wakati wote. Inawezekana kabisa likawa 132/88 asubuhi mapema na kisha likasoma 145/84 wakati wa jioni. Kilichojalisha zaidi, kilicho cha msingi, ni ule wastani wako unaopimwa kwa muda mrefu. Ndiyo maana ufuatiliaji wa shinikizo la damu nyumbani kwa kutumia mashine yako mwenyewe ni wa thamani kubwa sana, haulinganishwi. Inakupa picha sahihi na halisi ya wastani wako wa kweli, tofauti kabisa na vile vipimo vya mara kwa mara vya ofisini ambavyo mara nyingi vinapandishwa na wasiwasi wako wa kumwona daktari. Sasa unaweza kuwa unajiuliza kwa mashangao, ikiwa utafiti huu upo wazi, ikiwa haya ni mambo yanayojulikana kisayansi, kwa nini daktari wako hajawahi kutajia jambo hili? Kwa nini miongozo ya shinikizo la damu kwa wazee haijabadilishwa rasmi kote? Jibu ni ngumu na linauma kidogo, lakini linategemea kwenye ukweli wa jinsi ambavyo mazoezi ya matibabu yanabadilika kwa upole sana na jinsi miongozo hiyo yenyewe inavyoungwa. Miongozo mingi sana ya shinikizo la damu inategemea majaribio makubwa ya kliniki yaliyofanywa miaka mingi iliyopita. Majaribio muhimu, yale yaliyoanzisha lengo la 120/80 kama lengo bora zaidi, yalifanywa hasa kwa watu wa makamu. Wakati matokeo hayo yalipotoka, miongozo hiyo ilichukuliwa na kutumika kwa ujumla kwa makundi yote ya umri. Kulikuwa na dhana potofu kwamba kile ambacho ni kizuri kwa mtu mwenye miaka 50 lazima pia kiwe kizuri kwa mtu mwenye miaka 80. Lakini katika kipindi cha muongo mmoja uliopita, watafiti wameanza kuangalia hasa watu wenye umri mkubwa na wanagundua wazi kwamba saizi moja haimtoshi kila mtu. Tatizo kubwa ni kwamba inachukua miaka mingi sana kwa utafiti mpya kama huu kuingia na kukubalika katika miongozo ya kliniki, na inachukua muda mrefu hata zaidi kwa miongozo hiyo kubadilisha utendaji halisi wa kila daktari kwenye kliniki. Madaktari wengi mpaka leo hii bado wanafanya kazi kwa kutegemea miongozo iliyochapishwa miaka 5 au hata 10 iliyopita. Hawajauona utafiti huu wa hivi karibuni ambao unaonyesha na kupendekeza kwamba ongezeko la wastani la shinikizo la damu kwa kweli ni salama zaidi kwa watu wazima waliozeeka sana. Pia kuna ukweli mgumu wa kisaikolojia katika ulimwengu wa matibabu. Kwa miaka kadhaa, madaktari wamefundishwa usiku na mchana kwamba kushusha shinikizo la damu kunaokoa maisha. Ujumbe huo mzito umepigiliwa misumari kwenye akili zetu. Ni vigumu sana kubadili mtazamo huo wa muda mrefu na kuanza kufikiri kwamba wakati mwingine ongezeko dogo la namba hizo ni sawa. Wakati mwingine ongezeko hilo ni bora zaidi kwa wazee wetu. Hili linahitaji daktari afikirie kwa kina juu ya kila mgonjwa binafsi badala ya kutumia lengo moja kwa wote. Lakini katika mfumo wetu wa sasa ambapo daktari ana dakika 10 tu kwa kila mgonjwa, mbinu hiyo ya kutazama mtu mmoja mmoja inakuwa ngumu sana. Hebu ni kuonyeshe jinsi watu wawili wenye umri sawa wanavyoweza kuwa tofauti kabisa. Wote wana miaka 81. Mtu wa kwanza anajitahidi kuishi vizuri, lakini anasimamia magonjwa sugu. Moyo wake umechoka kidogo, figo zinasumbua na ana maumivu makali ya mifupa. Shinikizo wake linasoma 158/88. Daktari anataka kumrundikia dawa nyingi ashushe presha haraka. Mtu wa pili naye ana miaka 81, lakini huyu ni mzima wa afya, anatembea vizuri, anafanya mazoezi na hana matatizo makubwa. Shinikizo lake pia ni 158/88. Namba sawa, umri sawa, lakini hatari zao ni tofauti kabisa. Kumpa dawa nyingi yule mtu wa kwanza kunaweza kushusha presha yake sana, kumfanya aanguke ghafla, na kwa mifupa yake mibovu hilo litakuwa janga lisilopimika.
Suluhisho bora kwa yule mtu wa kwanza ni kubadilisha tu mtindo wa maisha na labda dawa moja nyepesi sana kwa ufuatiliaji mkali. Hii inaitwa kutibu mgonjwa, sio kutibu namba. Sasa hebu nikupe hatua mahususi na za wazi unazopaswa kuchukua kuanzia leo usiku. Kwanza, nunua mashine yako ya kupima shinikizo la damu ya nyumbani. Pima asubuhi na jioni kwa wiki 2 mfululizo. Andika rekodi zako kwenye kitabu. Pili, fanya kile kipimo cha kusimama nilichokufundisha. Ukiona namba imeshuka kwa pointi 20 unaposimama, andika hilo. Tatu, tathmini dalili zako kwa uaminifu mkubwa. Je, unahisi kizunguzungu ukitoka kitandani, uchovu usioeleweka, akili nzito? Hizi ni ishara kubwa kwamba dawa zako zinakushusha mno. 4, panga miado ya daktari wako kuzungumza lengo lako. Usikubali tu kuambiwa uwe 120/80 kama kasuku. Muulize daktari wako, lengo gani ni sahihi kwa umri wako na hali yako halisi ya wili. Na 5, fungua kinywa chako. Usiteseke kimya kimya ukidhani kizunguzungu ni sehemu tu ya uzee. Dawa zinaweza kubadilishwa, dozi inaweza kupunguzwa na maisha yako yakaendelea kwa furaha na usalama mkubwa. Fikiria maisha yako ya baadaye ukiwa na nguvu thabiti, ukitembea kwa ujasiri bila hofu ya kuanguka, ukifurahia wajukuu zako bila kuwa mzigo wa bili za wodi za hospitali kwa watoto wako. Hatua hizi ndogo mnazochukua leo zitakuokoa wewe na familia yako mamilioni ya pesa ambayo yangepotea kwenye upasuaji wa dharura wa nyonga. Pesa hizo zitumie kufurahia uzee wako na kuwajengea msingi imara wale unaowapenda. Sasa unajua kile ambacho watu wengi, hata baadhi ya watu wa huduma za afya, hawakielewi kikamilifu. Unajua kwamba saizi moja haimtoshi kila mtu. Unajua kwamba shinikizo la kati ya 130 na 145 ndilo eneo salama zaidi ukiwa na zaidi ya miaka 75. Una uwezo, una lugha na una maarifa ya kufanya mazungumzo yenye akili na daktari wako. Wewe sio tu mpokeaji wa maagizo, wewe ni mshiriki muhimu katika utunzaji wa afya yako mwenyewe. Kama maelezo haya yamekupa mwanga mpya, kama yamekupa ujasiri wa kujitetea mbele ya daktari wako, basi nimefanya kazi yangu. Andika neno nimeelimika kwenye sehemu ya maoni hivi sasa. Onyesha ulimwengu kwamba wewe ni mzee mwelewa. Shiriki video hii na marafiki na wanafamilia wenye zaidi ya miaka 65 ambao watafaidika kwa kuokoa maisha yao. Kisha hakikisha umesubscribe kwenye kituo hiki. Katika video yangu ijayo, nitazungumzia virutubisho 3 ambavyo utafiti unaonyesha vinasaidia afya ya mishipa ya damu kwa njia ya asili, na virutubisho 2 ambavyo ni upotezaji mkubwa wa pesa. Hutataka kukosa hiyo kwa sababu tasnia ya dawa imejaa uongo mwingi. Kumbuka, haya ni maelezo kwa ajili ya kuelimisha akili yako tu. Udhibiti wako unapaswa kupangwa na daktari wako anayekujua vizuri. Usiache, usiongeze, wala usibadilishe dawa zako bila kushauriana naye kwanza. Afya yako ni uhai wako. Chukua hatua kwa busara na ukweli.